Habari za wakati mtazamaji wa Channel 10 Plus. Leo ni Jumamosi ya kwanza kabisa ya mwezi wa 7 mwaka 2026, ikiwa ni tarehe 4. Nikukaribisha katika habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Msomaji wako ni mimi Eden Bahati. Tuanze na habari za kitaifa. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ limewataka wananchi kupuuza wito wowote unaohamasisha vurugu na uvunjifu wa amani, likionya kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaohusika. Taarifa hiyo imetolewa na mkurugenzi wa habari na uhusiano wa makao makuu ya JWTZ, Luteni Kanali Sylvester Mangure, ya kuwa JWTZ itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kulinda usalama wa nchi, katiba na wananchi kwa mujibu wa sheria, huku likishirikiana na vyombo vya dola kudhibiti vitendo vya vurugu na ghasia. Jeshi hilo pia limewahimiza wananchi kutoa taarifa kwa viongozi wa maeneo yao na vyombo vya ulinzi na usalama kuhusu viashiria vya uchochezi, likisisitiza kuwa ushirikiano wa wananchi ni muhimu katika kudumisha amani, umoja na maendeleo ya taifa. Kumekuwa na uhamasishaji na upotoshaji unaofanywa na wasioitakia mema nchi yetu kwa kuwataka wananchi kushiriki kwenye vitendo vya vurugu na uvunjifu wa amani na utulivu nchini. Watu hao wanafanya uhamasishaji na upotoshaji huo kwa kulichafua jeshi kwamba litahusika kuwalinda wafanya vurugu na ghasia hizo. Vitendo hivyo vinaweza kusababisha madhara kwa washiriki na wananchi wengine: uharibifu wa mali, kuvuruga shughuli za wananchi za kila siku, na hatimaye kuharibu uchumi wa nchi. Ndugu wa Tanzania, jeshi linawasihi wananchi kupuuza wito wowote unaohamasisha kushiriki katika vurugu za aina yoyote. Pia linawataka kutoshiriki katika vurugu na uvunjifu wa amani, bali waendelee na shughuli zao za kila siku za ujenzi wa taifa bila hofu yoyote. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amepiga marufuku tabia ya baadhi ya hospitali hapa nchini kuwatoza wagonjwa fedha za mafuta ya magari ya kubeba wagonjwa wanapopata rufaa kutoka eneo moja kwenda jingine. Taarifa zaidi na Musa Makali. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan inahitaji uwajibikaji na watendaji wanapaswa kutimiza lengo la utu katika kuwahudumia Watanzania, na hapa anatoa maelekezo na onyo tabia ya wananchi kutozwa gharama za mafuta magari ya kubebea wagonjwa wanapohitaji huduma hiyo. Mheshimiwa Rais ananunua ambulance ili ziwaishe wagonjwa pale ambapo anahitaji kwenda kwenye hospitali za rufaa, akiwa amekusudia kwa ajili ya kuokoa maisha ya Watanzania. Lakini bado wapo watumishi katika hizi halmashauri zetu ambazo mgonjwa amezidiwa, ambulance ipo, wanaanza kumwomba mgonjwa mafuta, lete hela hii, lete hela hii, lete hela hii. Unamwombaje mafuta mgonjwa mahututi? Ikitokea mgonjwa amezidiwa, ambulance ipo, eti akacheleweshwa matibabu kwa sababu ya mafuta. Hebu tupate huyo aliyechelewesha mgonjwa kwa sababu ya kuomba mgonjwa mahututi mafuta, ili tujue huyo ameshindwa kazi. Baadhi ya wananchi wakizungumzia kauli hii ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba, na hapa wanapongeza kauli yake. Hii kwa kweli inatuathiri sana, kwa sababu unakuta mtu wenyewe ndio mgonjwa afu unaomba tena hela ya mafuta. Kule unakoenda napo unadai, utadaiwa pesa tena. Kwa hiyo tunashukuru Waziri Mkuu kwa kukemea hili swala. Akagusia kuhusiana na utekelezaji wa ujenzi wa barabara ya Majita Busekela takriban kilomita 91. Kilomita 90. Kwa hiyo kwa kweli, kwa sifa na kwa idadi ya kata na kwa aina ya uchumi mlionao na huduma hiyo iliyo karibu kwa wananchi, ili kasi iweze kuwa kubwa zaidi. Kama tutakubaliana naye, mwezi wa 8 tutakuja tusaini mkataba ili kazi ya kilomita 40 ianze, kuhakikisha miradi ya maendeleo yote inayoletwa inasimamiwa ipasavyo. Na ndani ya mwaka huu wa fedha, wananchi ambao nguzo za umeme zimepita karibu, nyaya ya umeme imepita juu, wanawekewa umeme kwenye nyumba zao. Nao baadhi ya viongozi mbalimbali akiwemo mbunge wa jimbo hili la Msoma Vijijini
nao wakazungumzia namna ambavyo serikali imetekeleza miradi mbalimbali katika jimbo hili. Lakini malengo yetu ni kila kijiji kulingana na wingi wa watoto tuwe na shule za msingi zisizopungua 2 mpaka 3. Makojo Busekera, hii ni barabara muhimu sana sana kwa wananchi hawa. Kutoka hapa katika halmashauri ya wilaya Musoma hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makari na hii ni Chana. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA kanda ya Kusini imekamata jumla ya kilogramu 1776 za bangi, gramu 250 za heroin pamoja na kuteketezwa hekari 156 za mashamba ya bangi katika kipindi cha mwaka mmoja kuanzia mwezi Mei 2025 hadi Mei 2026. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka Mtwara ana undani wa taarifa hiyo. Kabla ya kuanza kutumia dawa za kulevya, Saidi Hamisi alikuwa kawaida, lakini mara tu ya kuanza kutumia hali ilibadilika. Mwanamke umtaki ukitumia madawa ya kulevya, ukiwa teja mwanamke unamchukia sana. Si hilo tu, hata uchumi umedidimia. Nikawa nimekosa hela katika maisha yangu, ila nasema nimekosesha kitu katika maisha yangu ndani ya familia yangu. Kwanza familia yangu sikujali sana. Saidi ameacha na anatoa somo kwa jamii, lakini wakati athari hizo zikionekana katika jamii yenyewe inaogopa kufichua wasambazaji na wauzaji wa dawa za kulevya. Kwa sababu endapo utamshtaki mtu kwamba huyu ndo anavuta madawa ya kulevya, basi kwenda wewe ndio mwenye changamoto kubwa kuliko ni hata huyo ambaye ni mhusika mkuu. Kwa kweli mimi watu nawajua unaouza. Sasa ukiwafichua wewe utakuwa maisha yako hapo wakati gani? Kwa mfano, hapo kwa Fredi wanauza, tunawajua, tunawaona wanaovuta ndo wengi. Kukabiliana na changamoto hii, mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA kanda Kusini imekuwa ikifanya shughuli mbalimbali za kupambana na dawa hizi. Operesheni hizo zimewezesha kukamatwa kwa jumla ya kilogramu 1776 za bangi, gramu 250 za heroin pamoja na kuteketezwa kwa ekari 156 za mashamba ya bangi katika mikoa yote mitatu ya Lindi, Ruvuma na Mtwara. Hata hivyo, katika kipindi hicho cha kuanzia mwezi Mei 2025 hadi Mei 2026, jumla ya watuhumiwa 117 wamekamatwa na kufikishwa mahakamani, ambapo kesi 68 zimetolewa hukumu na watuhumiwa 62 wamepatikana na hatia, huku kesi 49 zinaendelea mahakamani, na serikali ipo kuhakikisha jamii inakuwa salama dhidi ya dawa za kulevya. Serikali itaendelea kuwafuatilia, kuwakamata na kuchukulia hatua kali kwa mujibu wa sheria. Hakuna mtu aliye juu ya sheria. Hakuna eneo litakaloachwa kwa maficho ya wahalifu wa dawa za kulevya. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Chandaleteni. Asante Adam Malima kwa taarifa hiyo. Wakazi wa miji ya Goma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Gisenyi nchini Rwanda wamepokea kwa faraja uamuzi wa kufunguliwa tena kwa mpaka unaounganisha miji hiyo baada ya kufungwa kwa zaidi ya mwezi mmoja kufuatia mlipuko wa Ebola. Kufunguliwa kwa vivuko vya Grand Barrier na Petite Barrier kumeruhusu kurejea kwa shughuli za biashara na usafiri, huku wafanyabiashara na wakazi wakianza kuvuka mpaka kwa ajili ya manunuzi, huduma za benki na shughuli nyingine muhimu za kila siku. Wakazi wamesema hatua hiyo imeondoa changamoto zilizokuwa zikiathiri maisha na uchumi wao, huku wakitarajia biashara na shughuli za kijamii kurejea katika hali ya kawaida. Mamlaka za Goma zimesema kuruhusiwa kwa safari hizo kunalenga kuwasaidia wananchi wenye mahitaji muhimu ya kuvuka mpaka kwenda Gisenyi. Wakati serikali ikiendelea kusisitiza uwajibikaji katika matumizi ya fedha za umma ili kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadia Jenerali Ahmed Abbas ameagiza halmashauri ya wilaya ya Mbinga kuharakisha utekelezaji wa hoja zilizobaki za ukaguzi na kuhakikisha fedha za mikopo ya 10% kwa wanawake, vijana na wenye ulemavu zinawafikia walengwa bila urasimu. Taarifa zaidi na Yusuf Kayanda. Akizungumza katika baraza maalumu la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Mbinga la kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadia Jenerali Ahmed Abbas amewapongeza viongozi na watendaji wa halmashauri hiyo kwa mafanikio ya kupata hati safi, lakini akawataka kuongeza kasi ya kufunga hoja zilizosalia pamoja na kuhakikisha fedha za mikopo ya 10% kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu hazikwami kutokana na urasimu wa kujaza fomu, bali zinawafikia walengwa kwa wakati.
wengi. Kwa hiyo niwasisitize tena, muhakikishe mikopo ya 10% inaenda kwa walengwa, na kama kuna changamoto ziko ndani ya uwezo wetu kama wataalamu, tuwasaidie wazitatue. Kupata hii hati safi sio jambo jepesi. Maana yake umekidhi vigezo vya kutunukiwa hii hati. Despite ya changamoto ndogo ndogo, lakini yale makubwa ambayo wao ndo wanayachukua kama basic mmeyatimiza. Kuendekeza migogoro, mnarudisha nyuma mahitaji ya wananchi. Kwa hiyo sisi kama chama tunajua madiwani wa halmashauri ya Mbinga DC wametokana na Chama cha Mapinduzi, lakini kwa sasa mnafanya kazi za wananchi. Hebu nendeni mkawatumikie wananchi. Awali akitoa taarifa yake, mkaguzi wa nje mkoa wa Ruvuma Nicolaus Kilinga amesema halmashauri imepata hati safi baada ya taarifa zake za fedha kuandaliwa kwa kuzingatia viwango vya uhasibu vinavyotakiwa, huku akisisitiza kuwa hati safi haimaanishi kuwa hakuna mapungufu, akieleza bado kuna hoja zinazohitaji utekelezaji na kuimarishwa mifumo ya udhibiti wa ndani. Napenda kuwapongeza halmashauri ya wilaya ya Mbinga kwa kupata hati safi. Kutolewa kwa hati hiyo hakumaanishi kuwa mifumo yote ya udhibiti wa ndani haina mapungufu, bali inaonyesha kuwa hakukuwa na dosari kubwa za taarifa za fedha ambazo zingemzuia mkaguzi kutoa maoni yasiyo na mashaka au kusababisha hati yenye shaka, hati mbaya au hati ya kushindwa kutoa maoni. Pamoja na management watakaa pamoja na kuhakikisha kwamba hilo jambo la hoja linafanywa kazi. Nikiripoti kutoka hapa katika halmashauri ya wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma, mimi ni Yusuf Kayanda wa Channel 10. Asante Yusuf Kayanda kwa taarifa kutoka mkoani Ruvuma. Wadau wa sekta ya usafirishaji baharini wameumbwa kuigeukia sekta ya mabaharia nchini kuwasaidia kuunda mazingira ya uwekezaji, kwani kwa sasa mabaharia wamesahulika na hakuna uwekezaji wa kutosha ikilinganishwa na idadi ya mabaharia wanaopata mafunzo kutoka chuo cha bahari DMI. Taarifa zaidi na Witness Ngalawa. Maombi hayo yametolewa na mkuu wa taasisi ya The Mission to Seafarers Tanzania ambayo inajishughulisha na kusaidia mabaharia kutoka sehemu mbalimbali duniani, Padre Johnson Lamek, wakati wa maadhimisho ya siku ya kuwakumbuka na kuwaombea dua mabaharia waliotangulia mbele ya haki iliyofanyika chuo cha bahari Dar es Salaam DMI. Mwaka huu bahati mzuri tumepata mshikamano mkubwa na wanafunzi mbalimbali kutoka DMI ambao wamekuja na kujiunga kwa wanachama wetu pale, lakini kilio kikubwa miongoni mwao ni kazi, kwamba tumesoma lakini hatuna kazi. Tumesoma, tunayo taaluma, tunaajiriwa wapi? Nao baadhi ya mabaharia wakaungana na kaimu katibu mkuu wa chama cha mabaharia Tanzania TASU Hamisi Urembo na kueleza changamoto wanazokumbana nazo, huku wakishauri serikali kuwekeza katika usafirishaji baharini. DMI chuo cha bahari kinazalisha mabaharia wengi, lakini ajira hakuna. Kwa hiyo tumejaribu kuongea na serikali kupitia TASAKE watusaidie kutafuta mikataba mbalimbali huko nje ili kuwasaidia mabaharia wapate ajira. Kwanza, jambo la kwanza ambalo naishauri serikali imekuwa ikiwekeza kwenye mipira, ikiwekeza kwenye ndege, na hizo ndege tunaona kila siku zinakuwa na changamoto, lakini serikali ikitoa bilioni 1 ikinunua meli ile inafanya kazi si zaidi ya 35 mpaka 50. Tasnia ya ubaharia ina include mpaka mambo ya uchimbaji wa mafuta, gesi na kadhalika. Kwa hivyo watu wamekufa katika vifo vya namna tofauti. Ni wajibu wetu sasa sisi kuwakumbuka. Na hili jambo tumelianzisha sisi, lakini nadhani tutalifanya kwa ukubwa zaidi kwa kadri siku zinavyozidi kwenda mbele. Mimi ni Witness Ngalawa. Asante Witness Ngalawa kwa kutujuza taarifa hiyo. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imewataka waandishi wa habari Zanzibar kujikita zaidi katika uandishi wa habari za kitakwimu na uchambuzi ambazo zitachochea maendeleo na kutoa elimu kwa wananchi juu ya mafanikio ya serikali katika kuwatumikia wananchi wake. Tupate undani wa taarifa hiyo. Kauli hiyo ya serikali imetolewa na Naibu Waziri wa Fedha na Mipango Zanzibar Dr. Hamadi Omar Bakari wakati utoaji wa tunzo za uandishi wa makala za kitakwimu za mafanikio ya miaka 62 ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwenye sekta ya afya na elimu. Serikali itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika kuimarisha upatikanaji wa takwimu bora na kukuza uwezo wa wanahabari katika matumizi ya taarifa za kitakwimu. Lengo letu ni kuhakikisha wananchi wanapata taarifa sahihi kwa wakati na zinazochochea maendeleo endelevu ya taifa. Na matumaini kwamba tuzo hizi
zitaendelea kuhamasisha uandishi wa habari unaochangia maendeleo ya taifa na ustawi wa wananchi. Mtakwimu mkuu wa serikali Salum Kasimu Ali anasema afisi yake imekuja na tunzo hizo ili kuibua na kutangaza mafanikio ya miaka 62 ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika elimu na afya kupitia matumizi sahihi ya takwimu. Kuandaa tunzo hizi pamoja na kushajiisha wanahabari kutumia ushahidi wa kitakwimu katika kazi zao ili kujenga uaminifu zaidi, lakini pia ni njia moja ya kuendeleza mashirikiano tulionayo kati ya ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali na vyombo vya habari katika kutoa taarifa, kuelimisha umma kuhusu umuhimu wa matumizi ya takwimu katika sekta mbalimbali, si tu pekee ya afya na elimu. Jaji kiongozi wa tunzo za uandishi wa habari za takwimu Aiman Due ameiomba afisi ya mtakwimu mkuu wa serikali kutoa elimu ya uchambuzi wa takwimu, kwani idadi ndogo ya washiriki imeonyesha mahitaji ya elimu ya uandishi wa habari za takwimu. Wakati wa kupitia na kutathmini kazi za washiriki, tumebaini changamoto kuu mbili ambazo ni idadi ndogo ya kazi zilizowasilishwa, jambo ambalo lilipunguza kidogo ushindani, uelewa mdogo wa baadhi ya waandishi hasa kuhusu matumizi sahihi ya takwimu ikiwemo uchambuzi, ulinganisho na tafsiri ya data. Utoaji wa tuzo hizi itakuwa ni hamasa kubwa kwa waandishi wa habari kujikita zaidi katika uandishi wa habari za takwimu. Kupitia takwimu kama hizi zinaweza zikawa chachu ya watunga sera, watengenezaji mipango ya nchi kuweza kujua kuna gap katika eneo gani. Tunzo za shindano la uandishi wa makala za kitakwimu kwenye sekta ya elimu na afya inalenga kuelezea mafanikio ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ndani ya miaka 62 ya mapinduzi. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo. Halmashauri ya wilaya ya Manyoni mkoani Singida imetoa mikopo yenye jumla ya shilingi milioni 463,110,701 kwa mwaka wa fedha wa 2025-2026 kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, na kwamba mpaka kufikia Juni 30 mwaka huu kati ya kiasi hicho cha fedha kilichotolewa mikopo ni shilingi milioni 352,510,623 sawa na 76% ndizo zilizorejeshwa. Tupate undani wa taarifa hiyo. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Manyoni Anastasia Tutuba amesema hayo kwenye mkutano maalum wa baraza la madiwani wa halmashauri hiyo wakati wa kujadili taarifa za mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha wa 2022-2023 hadi mwaka 2025-2026. Iliendelea kufanya ufuatiliaji ambapo katika vikundi vyote vilivyokuwa vimekopeshwa jumla ya shilingi milioni 352 sawa na 76% zimeweza kurejeshwa hadi Juni 2026. Ufuatiliaji na usimamizi wa mara kwa mara unaendelea kutekelezwa ili kuhakikisha fedha zilizotolewa kwenye vikundi zinapatikana na ziweze kutumika kwa makusudi yaliyokubaliwa. Ninyi kwenye policy zenu hakikisheni mnachukulia kuleta watu serious ili waweze kufanya mambo serious ili waweze kurudisha fedha na wengine waweze kupata. Nao baadhi ya wajumbe wa mkutano huo maalum wa baraza wakatoa maoni yao. Mimi nikubaliane na majibu haya ya ufuatiliaji wa mara kwa mara. Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi vikundi kwa kweli tusipowasimamia vizuri, kuwakumbusha kila wakati, kuwasimamia na kuwafuatilia mara kwa mara, ucheleweshaji wa marejesho lazima utokee. Mapendekezo ya mkaguzi ambayo waweza kutoa pale kwamba wajaribu kuwasiliana na hivyo vikundi na hatimaye hata kuonekana kwamba 76% wameweza kurejesha. Basi asilimia iliyobakia, mimi niombe kwamba jitihada ziendelee. Shauri jambo la fedha ni jambo muhimu sana, manake wasiporejesha, manake sasa vikundi vingine havitopata, na nia ya serikali vikundi vingi vipate kwa mzunguko ule ule. Sasa tungeweza kuweka hata masharti kidogo. Nikiripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, Jumbe Ismail wa Channel 10. Asante Jumbe Ismail kwa taarifa hiyo. Maelfu ya wananchi wamejitokeza mjini Tehran kuanza maombolezo rasmi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kabla ya mazishi yake yaliyopangwa kufanyika mwishoni mwa wiki ijayo.
Mwili wake umewekwa kwa ajili ya wananchi kutoa heshima za mwisho, huku waombolezaji wengi wakibeba mabango na bendera zenye ujumbe wa mshikamano na wito wa kulipiza kisasi. Baada ya shughuli za Tehran, mwili utapelekwa katika mji mtakatifu wa Qom, kisha Iraq, na hatimaye kuzikwa katika mji wake wa kuzaliwa wa Mashhad. Serikali ya Iran imeimarisha ulinzi na kutangaza kufungwa kwa baadhi ya barabara na anga katika maeneo husika wakati wa shughuli za maombolezo hayo. Naam, kufikia hapo hatuna zaidi kwenye habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Eden Bahati, tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tutaungana na Esther Mtebe katika habari za michezo na burudani.